Siku chache baada ya serikali ya Rwanda kukata uhusiano na ushirikiano wake wa nchi ya Ubelgiji, serikali ya Rwanda kupitia bodi ya kitaifa ya utawala RGB imefahamisha mashirika yasiyo ya serikali ya nchi hiyo na ya kimataifa iliyosajiliwa na kufanyia kazi nchini Rwanda kusitisha ushirikiano na serikali ya Ubelgiji na makampuni washirika wake. Rwanda imeishtumu Ubelgiji kwa kuegemea upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mgogoro wa mashariki wa nchi hiyo na kuchochea vikwazo dhidi ya Rwanda kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23. Idhe Buchana ana maelezo kamili. Kwa mjibu wa tangazo la bodi ya utawala ya Rwanda RGB, mashirika yote yasiyo ya kiserikali, miradi na makampuni yote yenye uhusiano na nchi ya Ubelgiji lazima yasitishe shughuli zake mara moja. Bodi hiyo imetangaza kwamba hakuna pesa, usaidizi wa aina yoyote, zawadi au michango ya kifedha kutoka Ubelgiji au makampuni yanayohusiana na serikali ya Ubelgiji inayoruhusiwa kupokelewa nchini Rwanda, na kwamba wale watakaopokea wataadhibiwa vikali. Serikali ya Rwanda inasema mashirika ambayo yatakiuka kanuni hizo huenda yakapigwa marufuku kufanyia kazi nchini Rwanda kwa mjibu wa sheria zinazosimamia mashirika yasiyo ya kiserikali, madhehebu na makampuni. Tangazo linasema kwamba yapo maamuzi mengine ambayo yanaweza kuchukuliwa dhidi ya wale ambao watakiuka hatua hizo zilizochukuliwa na ambazo zimeanza kutumika mara moja. Wiki iliyopita, Rwanda ilitangaza kukata uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuishtumu nchi hiyo kuchukua upande kufuatia kuongezeka kwa mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda ilishutumu Ubelgiji, mtawala wake wa zamani wa kikoloni, kwa kuchochea kampeni kali katika Umoja wa Ulaya kuichukulia Rwanda vikwazo kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23 kufuatia waasi hao kuteka miji muhimu mashariki mwa Kongo, madai ambayo Rwanda inakanusha. Mimi ni Idhe Buchana, Dira ya Dunia, BBC Kigali. Na asante Ive. Mpango wa kusafirisha watu waliokimbia vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kambi za wakimbizi nchini Burundi unaendelea. Hata hivyo, mpango huu umekumbwa na utata, huku baadhi ya wakimbizi wakitaka kurejeshwa nyumbani au kupewa hifadhi katika eneo lililo karibu na nyumbani. Robert Kipto na maelezo zaidi. Bali tufukuza mkambi. Tunaenda tunatafuta manyumba basi kwa tatia vichwa na watoto ni wakimbizi wanaotoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakijadiliana kuhusu hatua ya serikali ya Burundi ya kuwalazimisha kwenda katika kambi rasmi ya wakimbizi iliyoko katika eneo la Rutana, kusini mashariki mwa nchi hiyo. Maelfu ya wakimbizi wa DRC walipewa hifadhi katika uwanja wa michezo wa Rugombo. Sasa wametaka serikali ya Burundi kuwapa hifadhi ambayo ni karibu na nchi yao ili wawe na uwezo wa kufika nyumbani na kulinda mali yao, mbali na kuchukua chakula ili kulisha familia zao wanaoishi kambini, badala ya wao kuhamisha katika kambi ya wakimbizi. Wakimbizi hao ambao walifanya mgomo kupinga hatua ya serikali ya Burundi ya kuwalazimisha kwenda kambini, wamesema dhamira yao kuu ni kurejea nyumbani pindi tu hali ya usalama itakapoimarika. Sisi hatutaki kwenda Rutana sababu miongoni mwetu muko waliokimbia lakini wana uwezo. Mtu akienda mkaa refugee manake ni mtu mwenye anakuwa hana lolote, anaomba msaada bamsaidie. Hii territoire ya Uvira haijashikwa, hayaingia mu vita pana. Tungali na ogopa tunjo masasi ya FRDC kupiga. Tulimuona governor tukamwambia miongoni mwetu piko wenye hawataki kwenda kambini. Mtupatie ruhusa, mtufungulie mipaka tuende. Si wetu hatutaki kuingia kambini, turudie. Wale wanapenda kwenda kambini waende kambini. Baadhi yao hata hivyo wamedai mazingira ya kambi wanakopelekwa ni mbaya zaidi kuliko wanakoishi kwa sasa, na hivyo kuomba serikali ya Burundi kuwapa hifadhi karibu na mpaka wa DRC. Mimi ningekuwa niko tayari kwenda kambini. Ingekuwa wenye walienda kambini juu tuna matelefone tunaongea. Mimi kwanza watoto 3 washa kwa kambini. Baba yangu mzee asha kwa kambini. Niliacha watoto 5 Kongo. Niko na wengine 4 hapa. Wale wako kambini waanza kulia, mama tunateseka. Hakuna nyumba,
nyumba iliruka, tukabakia nje hivi tunateseka, tunakosa vya kuturudisha. Aba yatujengee. Tuko hivi hivi tunahangaika. Benye bako Kongo na bali bakia Kongo tunakosa kwa kuvuka gisi tukuye kwenye huko. Na mimi niko hapa katikati. Naanza jiwaza sasa nikitoka hapa nende Rutana. Na wale walibakia Kongo wale watoto wenye hawayavuka. Watajuaje sasa kama nilienda Rutana na ni mbali? Mbali na wale wanaotaka kwenda kambini, baadhi ya wakimbizi ambao wamepoteza mali yao yote au jamaa wao wameafiki uamuzi wa serikali ya Burundi ya kwenda kambini. Huyu ni mmoja wao. Na mwande tu kambini kwa sababu vita inatusumbua sana Kamanyola. Sawa mie mwenyewe niko hapa, mkubwa yangu, baba yangu, bote walisha kufa. Inabidi mimi nende tu kambini tu jua kuna kufa. Mimi sasa bora kurudi nyumbani kwa sababu sina tena mkubwa na sina tena baba. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema serikali yake haitawazuia wakimbizi wanaotaka kurejea nyumbani. Wakiona wanaweza kurudi nyumbani, sisi hatuweza kuwakatalia. Ni hao wenyewe wanaona kwamba wanaweza kurudi nyumbani. Hakuwaalika waje kwetu, na kama wakati watataka kurudi kwao ni kwao, hatuweza kuwakatalia. Lakini sasa hivi sababu ya usalama wao na usalama wa nchi, lazima waende kwenye kambi ambayo tunaweza kulinda amani yao na tuendelee kulinda usalama wetu kwenye mpaka. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 7,000 wamepoteza maisha yao tangu vita kati ya M23 na jeshi la serikali ya DRC FARDC kuanza Januari mwaka huu pekee, huku mamilioni ya wengine wakilazimika kuhama makwao. Na taarifa yake Robert Kipto. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameahidi kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na taifa la Ufilipino pamoja na mataifa mengine barani Asia. Shuaib Ibrahim. Akizungumza akiwa katika mji mkuu wa Ufilipino, Manila, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema watafanya juhudi zinazohitajika kuzuia vita na kuongeza kuwa Marekani itafanya kile alichokiita kupiga hatua nyingine katika muundo wake wa kijeshi kwenye eneo hilo ili kusababisha alichokiita mtanziko wa kimkakati kwa China. It's not my job to determine where the 7th Fleet goes. Si kazi yangu kuamua ni wapi meli za jeshi la wanamaji la Marekani zinapokwenda. Ninapata maagizo kutoka kwa Samuel Paparo, mkuu wa vikosi vya jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo la Indo-Pacific na mipango yake ya vita, mipango halisi ya vita. Paparo anaelewa hali hiyo, anaelewa umuhimu wa kijiografia, anaelewa uharaka na yupo tayari kufanya kazi na wale walio katika eneo hilo. And is prepared to work with those in the region. Amesisitiza kuwa watafanya juhudi za pamoja kuzuia kuzuka kwa vita katika eneo hilo. What we're dealing with right now is tunachoshughulika nacho hivi sasa ni miaka mingi ya hatua zilizocheleweshwa na udhaifu ambayo tunahitaji kuimarisha tena katika sehemu nyingi duniani. Lakini kwa leo ni muhimu kabisa kwa ukanda huu. Kulikuwepo na matamshi mengi juu ya kubadilisha sera na mengi juu ya eneo la Indo-Pacific na washirika wetu. Kile ambacho utawala wa Trump utafanya ni kutekeleza, ni kipaumbele na kubadilisha eneo hili duniani kwa njia ambayo haijawahi kulinganishwa na matishio ya siku zijazo, kwa kutambua kwamba kwa karne ya 21 kuwa ni karne huru, Marekani inapaswa kusimama bega kwa bega na washirika wetu. Leo ni Ufilipino, kesho ni Japan, siku nyingine itakuwa Australia na Korea Kusini na mataifa mengine katika ukanda huu, ambapo kwa pamoja tutaweka kigingi cha kuzuia vita. We will establish the deterrence necessary to prevent war.